Mimi nilikuwa kwa kamati ya bunge ambayo inaitwa public petition. Nilitembea hii Kisii kwa sababu kulikuwa kuna wale waathiriwa wa post election violence ya mwaka 2017. Niliona vitu ambavyo sijaiona na macho yangu. Niliona watu kutoka hapa Kisii ambao hawana mikono, walikatwa mikono yao Naivasha. Niliona watu ambao wazee wanalia, hawajui watoto wao walitupwa wapi. Mzee mmoja Mkisii akaniambia, Bwire, tulikuwa tunachinjwa kama kuku. Leo nikisikia kiongozi ambaye alikuwa naibu wa rais anasimama mbele ya TV anasema eti yale ambayo yalifanyika mwaka 2007 ilikuwa ni kama Christmas, eti mwaka 2027 watafanya mara 10 ya hiyo. Ninamwambia jamani, mbashindwe jamani. Hebu mwambieni huyo Mkabila ashindwe, watu wa Kisii. Kwani mnamuogopa? Mnamuogopa? Mwambieni ashindwe katika jina la Yesu. Watoto wetu hawatakufa tena. Wazazi wetu hawatakufa tena. Kenya itasimama, itakuwa moja. Na mimi mkiniona hapa hivi naongeaga kama mtumishi, lakini mimi ni Mkatoliki. Nimezaliwa na Mkatoliki, nikabatizwa Katoliki, na nimelelewa Katoliki, na nimefunga ndoa Katoliki. Mimi nataka nimwambie bishops wetu, mabishops wa Katoliki, wakati SHA ilikuwa haifanyi walitoka wakatuambia kwamba SHA haifanyi. Wakati kulikuwa kuna matatizo na Gen Z walitoka. Wako wapi sasa saa hizi? Watoke wamkemee Mkabila ambaye anasema mwaka 2027 kutakuwa na vita na watu watauawa. Ako wapi jamani? Bishops wetu wa Katoliki waseme hayo.